kabla ya kufungisha ndoa, naomba tuanze na dua kidogo. Dua la nini shehe? Mambo asiwe mengi ukajaza ndoa kijani. Manua mchongo tuchukue mke wetu tufutike. Unasemaje familia? Dua tutaweka usiku shehe wangu. Mimi nataka na maskani nikafanya biashara zangu na dawa zangu nimeziacha kule. Haya, Bwana Pwegu. Umekubali kumwoa binti Aisha? Shega shehe. Unatakiwa ujibu ndio nimekubali kumwoa. Shega nimekwambia shehe. Mambo asiwe mengi tuna shehe. Hapo Aisha kwambia shega haina uchawi mavi asigande. Chezesha mchongo sio tofutike shehe. Ama semaje wajuba? Vipi mwalimu huyo? Nakuuliza tena. Umekubali kumwoa Aisha? Shehe. Nimekwambia shega ipingi bado ngoe. Hiyo imeisha shehe. Fanya maarifa mengine si tufutike bwana. Au vipi wanangu? Upande wa kikeni. Kaka mtu, umekubali kumwozesha dada yako kwa mahali mliokubaliana? Si wangu, hapa yenyewe hajatoa hata shilingi 100. Mwamba acha dharau bwana. Acha dharau. Wewe unajua mdogo wako mimi kashanipiga vichenji mara ngapi? Nauliza kuja magetoni zile unajua mimi nishatoa shilingi ngapi? Vikukuku vidali ya kijapani achikelea unajua mimi pesa napata wapi? Acha kuongea pwampo mwamba. Ile vichenje kwa anakuja magetoni vya nakula kula ndo mali yangu mwamba. Hamna lingine. Si wangu. Wewe ozesha tu, mambo asiwe mengi. Ili tupunguze wingi wa hapa nyumbani. Taratibu za dini watakiwa utoe chochote kitu ili ndoa iweze kusii. Chochote kitu? Mbona shehe imeisha? Mwanangu na jelo hapa. Vitu vidogo shehe wangu. Hasa mambo watu kukizana kelele wakati vitu vidogo vya kumalizana tu. Unashemeje? Inshallah. Au nikupeshe? Tia kaka mtu. Wanashemeje hichi hapa chochote kitu achojaliwa. Nini? Jelo au nyingi nipunguze? Nimekupa na babaika pompo kibao. Mtoto wa kiume shunda kujikaza. Uliza mbwambwa hizo. Basi mimi naomba niwape mawaidha kidogo. Mawaidha nini tena shehe wangu? Hapo nyewe kiuni, kisela mambo yenyewe shapi. Sisi tunaenda kumchukua mketu tunafutika. Hao wanangu mnasemaje? Masuala na sui ndo nini? Kisela kiuni. Wewe kwa vipi mama? Bwana mimi nataka simu kubwa. Simu kubwa mke wangu ndio unyongee pale kama mgonjwa askari wangu wakati mume wako nipo inabidi uniambie mimi nikamle mshamba. Kwa sababu una shamba je mke wangu amejiachia afu mambala jinsi ya kuyafanyia hawezi ajue. Bosi tuashikie mke wangu kae na wewe upige nalo picha uingie WhatsApp Instagram usapuke. Hapa daima mbele, nyuma. Kabisa daima mbele, nyuma.
Mke wangu sikiliza milio tu. Raundi ya kwanza pia unasikia mama kajikata kama lapa. Milio tena lia huko nyuma. We mtoto bwana usitoki ndani. Unatokaga wewe? Utoki kweli? Mimi yangu inaniuma ile natoka gaga ni vipi? Pesa tu hapa muhimu ya kula. Pesa muhimu mke wangu sikilizia milio. Mshamba namkamata nyuma na mfinya na mnyamata na mfokoa na mtani. Kama sijarudi mimi mapema na natuma panya yangu bwana kapelekeni mzigo wa shimeji yenu. Mchumba naye kashagae. Au sio mama mtu? Sawa. Wewe uchune. Mimi narudi na yenu kanivi nina bakora hapa. Osman Bey. Dakika 2 tunasikia nimekiwasha huko. Wewe uchune tu mama mtu, au sio? Sawa. Hivi bwana. Waisha kumtuma panya yako alete chakula. Panya analeta mzigo. Samani dada yangu, maana kupotezea muda. Nilikuwa naulizia kwa mzee miti mingi kama unafahamu. Subiri. Hapo umeona hapo kunja pona. Ukinyosha moja kwa moja mkono wa kulia, nyumba ya kwanza ya pili. Umesema? Hapo ukikunja ukinyoosha nyumba ya kwanza ya pili. Umeelewa? Okay sawa. Samani nitamani pia kufahamu jina lako. Mimi naitwa Asha. Asha. Jina zuri kama wewe mwenyewe. Asante. Pia samani kwa kupotezea muda. Naona hiki kiasi kitakusaidia kwa ajili ya usumbufu wa muda wako uliotumia kusimama hapa. Hii hapa yote yangu. Yote ya kwako. Ni kiasi kidogo sana hicho. Yaani hapa kama gari la mkate limedondokea ng'ombe chai. Pia nilitamani sana kama ningepata namba zako za simu. Hapo kwenye simu sasa ndio issue. Sina simu mwenzi. Sio kitu pia kwa sababu sisi binadamu tunakutana. Milima ndo haikutani. Kweli tutakutana. Kwa mwamba leo kitu cha leo sio mchezo. Hamna kionaje Anunda. Wewe nini unajilegeza na hiki kidogo tu. Kaka dada yako shika vizuri mbona. Mwanangu unashindwa kukaza vidole hivyo basi. Hataji kukuta kumuta mshamba nini mtu. Kinoma huyu mwanangu. Kinoma huyo. Wewe kwanza Wajuba nisikilizeni mkulungu anapoongea. Umeona yule mshamba yule. Kaja kizembezembe sio ataka nini rafiki yangu. Ngoja ukishaoa familia za watu tena mashemeji ujifanya pamparasha kilanga kingi. Subiri nikamsikilize kwanza au sio? Au kamkubwa ni shinaye mwenyewe. Wewe muache kwanza. Wewe tunaweza kusogea huko. Wewe nipo mkojani kwanza. Kwa sababu wenyewe tabia kutuita mambo ya meusi, kutuita mambo ya enzi ya kijani. Ndugu zangu, ule ni mjani, hamna paka yote za kuingilia muziki hapa. Mtu anavutiwa kwala anaenda mbio. Shamba kama wewe. Haya sasa nenda kwa mke mdogo. Au mke wetu au ni esha kuoa dogo au sio? Chili chala au baridi. Vipi mboyo unajishikashika mboyo vipi? Zamani wapi? Hamna. Mbona kama hivyo mtoto wako unajishikashika? Mama chapata shinda ngumu au kachori mbonyezo? Hapana. Haya anza kuchamba ombe wako sijielezee sana. Tatizo nini? Shemeji nimekuja kukupa taarifa. Taarifa gani? Ni taarifa juu ya shughuli ya mdogo wangu. Mdogo wako anafanya nini? Anaoa. Subiri useme hivyo unajishikashika mtoto wa kiume pompa kibao. Wewe kwa unatakaje? Nimekuja kufuata mchango. Mchango? Wewe una akili kweli mboye? Yaani mwenyewe umeniona nipo maskani, nimechili na wanangu, tunatunga mashambulizi hapa tunaingia tobogani tukamanue, tukapiga teke, tupate mchongo dadako akale. Tangia unavyoona asubuhi nipo hapa dadako ajala. Alafu mshamba kutoka huko yule mama sawa mchango mimi nakuelewaje? Nakuelewaje mboi? Lakini nimekuja wewe mboi unaoje lezee? Mshamba so unakuja watu mdogo wangu. Mdogo. Kaa vizuri mboi. Alafu mtoto wa kiume wewe una mifuko kibao. Wewe nesia? Wewe nesi mifuko kibao unatia dawa au sindano? Hamna ni shati ya mtumbani tu. Shati ya mtumbani na mifuko mingi? Alafu nishakwambia shemeji yangu ukishinda kujielewa watu wataishi na wewe. Usipojua kuishi na watu wataishi na wewe mboi. Sio unavaa mifuko mingi kama dada yako avae hivi, naye uvae hivi, vipi utakuvaa shela? Hamna ni kodi tu. Unasemaje? Unasema nini mboi? Ndo kama hivyo nimekuja kuchukua tu mchango. Mshamba tulia mboi wewe. Mshenzi.
Tumia dua. Vipi tena? Vipi tena? Aya, Ushaya Bananga, huko ulipotoka una jambo gani ambalo ulifanya? Kaka mwanangu miaka ni wa mwenza kanisimamia na mwanaume mwingine. Sio kukuua wewe tu, hata sisi wenyewe hapa nyumbani tunaweza tukamwagika damu. Na unamjua yule, ana vyeti vya milembe. Muda wote akiliamua vuvu linafanyika. Sasa mimi hapa nikwambie, hapa nilipo sina msaada wowote. Kaka haki yangu mimi siwezi kurudi. Unasemaje? Kuheshimu haki yangu na mtume nini? Haki yangu mimi nitakuwa na watu. Dada yangu wewe, kama ungetaka kuniheshimu usingenidhalilisha vile siku ya ndoa yako. Nini ulichokifanya kile? Kaka najuta. Dada yangu, mimi nakuheshimu. Tena nakuheshimu vibaya mno. Na haya yote yanayotokea hapa nyumbani, mimi nimeyapokea. Nimekubali kupigwa mie baba, nimeuko. Nina miarama kila sehemu. Sasa mimi cha kukushauri tu dadangu. Wewe tayari ni mke wa mtu. Usitake mimi ndugu yangu nikaanza kuleta nziwa kijani nyumbani. Toka, beba miguu yako, beba viatu vyako. Hiyo njia ambayo ulotokea, rudi huko huko kwa mume wako. Hayo la Bananga nenda kaamalize mwenyewe. Nenda. Na mimi kuniuza. Wewe utajua mwenyewe. Unataka mimi nikafe, si ndio? Sasa nakwambia hivi, mimi sina msaada. Uliitaka ndoa, umeipata ndoa. Nenda kahudumia ndoa yako dada yangu. Yaani mimi sina msaada hapa. Fanya, nenda kwa mumeo. Toka dada yangu, usinifanye mimi roho yangu ikawa juu. Niache nile raha zangu dada, vipi? Nenda kwa mumeo huko. Wewe si ulitaka ndoa, nenda kaishi na mumeo. Mumeo wenyewe unajua chizi ule, akili hana, muda yoyote akiamua lake analifanya. Nini? Wewe chula. Wewe Bamedi. Njoo hapa mshamba. Asalamu alaykum Sheikh. Asalamu alaykum ndo nini? Asalamu alaykum ndo nini mshamba? Wala mimi nawasiliana na nyinyi ajue shamba nyinyi. Mimi na maumivu moyoni mwangu ajue. Mke wangu simuoni namtafuta hapa shamba kama nyinyi na sagaye kiboya boya. Umefurahi mimi kuuza mbuzi kwenye gunia au vipi? Lakini tushalimaliza Sheikh. Umelimaliza nini? Umelimaliza nini mshamba? Mimi mke wangu simuona umelimaliza. Mimi nakuelewa vipi? Kumaanisha kwamba mke wangu mnajua alipo. Ila mnatazarau au vipi? Au vipi mdogo wetu? Kajanja midevu hiyo kama Usama, ndevu kama ngabaruti, mtoto wa kiume afuka mindevu. Astaghfirullah ndo nini? Astaghfirullah ndo nini? Yaani mbele ya watu ambao sema mbele ya pwegu msema sema astaghfirullah. Sogea hapa mshamba. Kwa mpo kibao mtoto wa kiume siku ile eti kabla ya ndoa inabidi nipite dua. Dua, arua tende. Wewe, mikono juu nimekwambia. Pampa kibao za kijani. Mshamba. Eti wewe sema pwegu msela bonge la bwana. Pwegu msela bonge la bwana. Pwegu msela bonge la bwana imba. Pwegu msela bonge la bwana. Vinagu ya una vini hii. Pwegu msela bonge la bwana. Hii. Pwegu msela bonge la bwana. Pwegu msela bonge la bwana. Bonge la bwana. Pwegu msela. Pwegu msela bonge la bwana. Bonge la bwana. Uliko nenda wapi huku? Njia msikitini hii huko. Hiyoko. Basi FT kama napita tobo langu. Pwegu msela bonge la bwana. Tika sio kama hivyo. Bonge la bwana afu ajamba chamba ombea. Pompo kibanza kijani. Asalamu alaykum, asalamu alaykum. Mgango simuona kuna asalamu alaykum. Pompo kibao, ndani mimi nimejipoza. Naenda kumuuza Sheikh Abdalla yule pale afundisha madrasa. Pompo kibao za kijani. Hivi hapo nafanya fashion hivi. Shamba nini? Sheikh vipi tena mbona pegu? Afadhali hata nimekutana na wewe. Lakini huu mguu unaoona huu, nilikuwa nakuja kwenu. Nyumbani Maomboi. Huko. Si kakako yupo, si hayupo, lakini nilikuwa nakuja kwenu. Maana huku nyuma nilipotoka huko. Bwana, sio kwema kabisa. Nilikuwa nataka niende nikamwambie kakako kwamba mimi sio shehe. Mimi ni shehe wa mchongo tu. Lile jambo tushalimaliza. Hapa nilipo hapa nimepigwa. Yule jamaa anapiga hatari. Kono lake kama kono la nyani. Angalia hapo. Sasa nilichokuwa nataka kwenda kumwambia yule kaka yako atangaze mtaa mzima na kispika kwamba mimi sio shehe. Lakini wewe ndio uliozesha wewe. Wewe ndio uliozesha dada yangu, si ndio hapo? Mdogo wangu, mimi sio shehe. Mavazi asikudanganye, zile njaa tu. Ndio maana hapa nilikuwa nakuja kwenu
ili kwenda kumwambia kaka yako kwamba bwana, ile jambo tushalimaliza, kila mmoja apite njia yake. Kwa hiyo usisahau kwenda kumwambia hicho kitu. Sawa sawa, nimekuelewa. Zingatia hilo bana. Sawa, nishakuelewa kabisa. Bana. We chula. We Bamedi. Toka nje mshamba, unakaa ndani manake nini? Unatemana nake za watu afa nakaa ndani mshamba. Toka nje kwa vidume uje kukaa nao. Pwego hapa msela. We Bamedi. We Bamedi. Huyo hapa mshamba mwenzake, usi chula. We nani? Vipi hapa? Fresh. Sana au si? Kama kaka. Mshikaji nyasi ndio huyo au sio? Huyo sio mdogo wake takuwa sijui vipi. Huyo chula Beni tumemkuta ndani. Katoka yupo. Kaingia matobo gani? Katoka kwenye mizunguko yake hajarudi. Unajua kama kakako itazalao mshamba, alafu unaongea kisipo sio kaenda wapi sio unajibedua bedua. Kakako itazalao ajue mshamba. Kakako katembea na mke wangu mimi ajue my wife my tilio ajue. Mama mtu kachezea nyama kafurahi kaone mjanja au sio? Kajiona chino, si unajua. Chino ana mani au vipi? Yeah. Kama tupo Bongomani au sio? Magita au vipi? Mshamba sasa vya kuchekesha hapa shamba kama yeye tunataka kwanza. Kwanza sila za kakako tunamalizana na wewe mshamba mmoja. Njoo hapa mshamba. Njoo. Wewe Bamedi. Umeona unamshika huyo anaitwa Osman Bey. Sasa hivi anakumwaga mchuzi, hebu mlete mshamba kwanza jina na. Wewe mlete Bamedi. Maana mtoka nimefika hapa nimeongea. Mshamba ndo nimefika. Mimi sijui kuongea mwanangu. Takukiri maana sasa hivi. Mimi sijui kuongea kabisa. Takufokofu sasa hivi mshamba. Kabisa. Atulia mshamba. Atulia. Kakako kaingia matobo gani? Sijui akatoka jarudi. Karudi au sio? Wewe unajua kama kaingiza shula ndani huko? Hapana. Unajua? Yeye anadanganya nitakukata kidega sasa hivi niko kwenye kishingo hicho. Mshamba. Kakako anaingiza shula usijue ndani. Mtoto ana nyama, mtoto steak kibao wewe hujui. Ujue wewe kibu sichokijua. Na kwa ndefu napanga ile mshamba. Yaani nakukata kibwenzi iko ile mdogo wangu. Yaani umetoa umbwembo umetoa kwa ujue kama kaingiza chula. Nunda wenyewe kashata hao ujue. Kesi ya kaka yake naionganisha na huyo mshamba. Na wenyewe ndo hao wote usachikelea, wewe unachikelea. Unachikelea, tulia. Sibenza imali. Tulia. Nivulie mkanda. Vua mkanda mwenyewe sasa. Ule viatu hivyo. Unajilizaliza kama mtoto wa kike unawashwa. Una kipenda kukula. Umeguswa. Atuvulia kila kitu. Shamba ya Sauli.
Sikia kwambia kitu kaka. Naomba fanya ufanyavyo. Nyumbani usirudi kabisa. Yaani wewe ikiwezekana dili huko mitaani. Rudi hata usiku. Hivi unajua kuna yule msela sijui anaitwa nani, sitaki hata kumsikia. Yaani na sitaki hata kumjua jina lake. Kaja nyumbani kanizalisha kinoma. Hivi una habari kabla wako umechezeshwa hadi chura? Nimechezeshwa chura mimi mtaani pale. Watu kibao acha nijalie wamenizalisha kinoma bro, sikufichi. Yaani watu wananicheka mimi, wananitoa akili. Nyumbani kwetu. Yaani nyumbani kwetu tunachezesha chura bro. Mdogo wangu. Yaani ya mambo ni madogo sana. Alafu ule msela kwa mbona mimi asumbui? Yaani hiyo siku nimemheshimu kwa sababu ilikuwa ni kwao. Ila laiti ingekuwa kwenye mazingira yangu mimi, ningemuonesha. Ila tu ni kuahidi. Sister. Dada. Samahani kwa kusimamisha. Naitwa Beni. Laki si pesa. Si mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Fatuma Utamu. Kwani kaka mgeni mtao? Manake najulikana mtaa mzima. Ukisikia Fatuma Utamu msasambuaji, ndio mimi. Si unanielewa? Fatuma Utamu. Jina zuri. Mwenye nzuri pia. Nilikuwa na shida na namba zako kama utojali. Wewe kaka vipi? Ujiongeze. Mimi nitoa namba zangu za simu bure. Basi hata ila maji ya soda mbele nikafanyie mambo. Kwa shida ni maokoto. Shida maokoto tu. Okay, sawa. Vitu vidogo. Asante. Kwanza nyingine nazificha. Unajua mwanangu bangu mimi sielewi hata kidogo. Kipengele nini Nunda? Shemeji yako mimi anachanganya sana. Usije kumpenda mwanamke design hii. Yaani nikampenda mwanamke mpaka kaatuma achi mwanangu, mimi naumia ndani ya moyo wangu. Shemeji yako mimi anachanganya mwanangu. Namtafuta kila baada ya sehemu kwa mashughuli zake, kwa marafiki zake, na sikia katoka hapa kaingia hapa. Ana kazi ya kuhama tu vigenge rafiki yangu. Ana kazi ya kuhama nyumba. Yaani mimi yenyewe ananichanganya mpaka sasa hivi. Unashia kumleteza wao yote, anashia kumleteza. Sija kumleteza wao mwanangu. Mimi mke wangu nampenda mzee. Yaani usela wangu wote unaniona pwegu. Yaani mimi nashangaa kwa huyu mwanamke mimi sijui kanipa nini rafiki yangu. Sasa hapa utakuwa kuna kitu labda mwanangu umeenda longi kidogo hujamuelekeza mchumba ndio maana anatoka. Tunajua na haki. Hamna mwanangu. Sijamwendea longi mke wangu, lakini ninachojua kitu kimoja, ushawishi. Najua mashoga nao najua anachanganya akili ajua. Mashoga mwanangu wale wanachanganya akili. Wanashika sana akili za watu masikio ajua. Hilo kweli. Mimi mke wangu wale alikopo mchachatu, si unajua na mimi nimempata bwana mwanaume wenyewe ni mchachatu, lakini najua kuleta zile pigo za unago hapo. Si unajua zile. Mpaka mimi kichwa changu sasa hivi akielewi 2 wala 3. Kwanza mimi sijaojua siku mbili hizi zote zimaskani hapa. Jinsi ninavyokuona tunabaki na bunda kimya na kuchora, lakini sio wewe unajua naye kuzoea pegu sera pegu Nunda. Sio wewe kabisa. Hata sasa hivi ninavyokuona ukija maskani tofauti na mara kwanza ndugu yangu. Yaani mtu akujinamia sana ni mwanangu. Sielewi mwanangu bangu, sielewi. Yaani sijui nianze wapi, nimalize wapi Nunda yangu. Sema sikilize sasa mwanangu. Mwa baadaye tukishatoka juu ground kule. Tunaingia nyumba moja moja kumsaka sehemu zote ambazo unazisikia. Wenyewe una pande zako ambazo namkuta vibazana apiga unoko. Sasa mwanangu idea yako kaka. Wewe unashom mania vibazana apiga umbea na mashoga wenzake. Sasa tunaanza nao wale shoga. Tunaanza kwa kuchukulia maelezo wale tunakata. Amen. Tunakata tunapoza tunatembea. Amen Nunda langu aba tuendala. Usilie mwanangu, maisha ya kisea usilie. Mimi mke wangu nampenda mwanangu. Mimi mke wangu nampenda na ndio wangu. Kaza buti. Ule usina na uleta uko nje, lakini kwa mke wangu mimi nakuwa nyonge aje. Usisikie mapenzi bwana. Noma na uma vibaya. Come on. Usisikie mapenzi haya wewe. Yaani noma na uma vibaya. Mapenzi yamefanya paka. Unajua kwamba sikuelewi kabisa. Una siku ya 3 nimekufungia humo ndani. Mpaka sasa hauonyeshi dalili ya kuondoka nyumbani kwako. Unafikiri mwanaume wako ajue kama mimi nimekufungia ndani kwangu, nafikiri itakuwaje? Tajaji rafiki yangu, naomba univumilie ndani ya siku 2 hizi. Yaani naamini kila kitu kitakuwa sawa.
na nitaweka mambo yote sawa, ni fresh. Yule mwanaume wako ni mkorofi na kashashindikana. Ajue mke wa mtu mimi nimemfungia ndani. Unafikiri mimi jamani, usitanike kwenye matatizo mimi jamani? Yaani umesikia taje? Yule pale kwangu mimi hata asumbui. Sawa? Yaani hata usiwe na shida. Ili mradi tu mimi nikiwa salama na nipo ndani kwako. Ana shida kaka watu yule. Nilichokiamua mpaka hapa nilipokusiri siku 3 zote hizo. Na kwamba tu ukachukua nguo zako mama yangu aondoke. Da. Kwa ondoke. Mama, shoga yangu. Mama, nakuza asante kwa kunizaa. Ani asante. Ona, ani tatizo lako unalipenda ile toto lako la kiume. Tambikana nili. Ina maana mimi sipendi. Bwana mama nisikilize bwana. Sitaki kumaliza maneno mengi. Unasipite bonge la bwana shoga. Nani wewe kajichanganya? Huko. Mimi ndio Fatuma Utamu. Wengine photocopy, si unanielewa? Au hujanielewa mama yangu? Nimekuelewa vizuri. Na picha zangu kule nienda kwa shoga yangu kule Feti. Nimefika sasa kule. Wakati narudi. Na mkaka, oya, nikageuka. Nilipogeuka mamangu. Kwanza nasikia. Ani hata mpaka nachelewa kumuelezea. Mkwe wangu huyo mtarajiwa. Nikamwambiaje? Eti naomba namba zako. Kaambia siwezi kutoa namba zangu bila 5,000. Bila pesa. Pesa mbele, nyuma mwiko. Unanielewa? Nimekupata. Suka akanipa, akaingia mfukoni. 5,000 tu nakutosha. Nikatoa wallet hivi nimefumi mama yangu. Sasa nikwambie kitu mwanangu. Siku nyingine usifanye hivyo. Wewe ukitaka kuomba pesa, omba pesa, usiombe kiwango cha pesa. Sasa angalia sasa mtu ana mipesa kibao na nenda kuomba 5,000. Ndio nini sasa? Sasa nikwambie kitu. Maisha sasa hizi magumu mwanangu. Huyo bwana ulompata umshikilie kabisa. Huyo mkwe wangu mtarajiwa huyo. Sijui umenielewa? Sasa nikwambie kitu. Mimi hapa ninachokitaka. Bangi zangu hizi 3. Manake nimeingia ndani leo, nimetafuta kila kona. Sijaona hata bangi moja hujaniachia. Ananifanya nazimisi changamoto. Mapenzi yaone kinyanya. Wewe chule. Wewe Bamedi. Toka ndani wewe malaya, unakata kufungia wanawake zatu ndani maana yake nini? Toka ndina umo mshamba wewe. Pompo kibao, toka ndani huko malaya. Bamedi mfungwa vizipo jela. Unamtafuta mke wangu simuone angaye kibao. Wewe unamfungia ndani kama nani? Mkeo huyo. Mamlaka yangu mimi unachukua wewe maana yake nini? Mshamba, toka ndani malaya Bamedi mutakalanga jela. Pompo kibao maana yake nini? Vipi? Safi. Safi uwai. Kwa hiyo wewe umekuwa kinara kumfunja mke wangu ndani, si ndio? Ona mamlaka gani na mke wangu? Sina kuuliza wewe. Wewe mimi sipendi ninavyoongea sana na ushemeji. Mimi sio manifongo, nitakukata viganja sasa hivi. Sasa hivi kama ukikada mimi sitakizalau na mke wangu. Sasa unisikilize shemeji. Nakusikiliza, mke wangu yuko wapi? Mke wako kweli alikuwepo kwangu. Lakini asubuhi ya leo nimeshamruhusu ameshaondoka nyumbani. Kwa mimi namtafuta mke wangu, nahangaika mke wangu sijui alipo. Wewe unamfungia kama nani? Unamfungia kama nani yani? Lakini nini wewe mshamba wewe? Lakini nini? Unajua mimi nasumbuka vipi kuhusu mke wangu? Shemeji alikuwa masaa mawili hapa katoka. Wewe maana mimi sina kuchekeshaga yani. Sinaga ile makuzi na watoto wa kike kwenye mambo yangu yani. Ukileta unago na kuletea unago. Ukileta ufo na kuletea ufo ajue. Mimi nimevurugwa ajue. Katika mali yangu mimi sipendi ushahidi na watu kama nyinyi. Sawa? Tumeelewana malaya? Basi naomba unisamehe. Wewe. Tuliza akili zako hizo. Tuliza machepele. Mimi sinaga makuzi, sinaga ushemeji kama ni fongo. Mimi alamu kwangu jiwe tu kwa sababu linya liliwi, likikopo naliwa nishalichemsha mapema. Sijui unanielewa? Sijui unanimanya mtu mzima ninapoongea. Mimi ndio pwego msela ajue. Nitakukata nywele bila bismillah hizo. Si umenielewa malaya? Unajua umeongea sana, nimekusikiliza.
na majibu utishakupatia kwamba mke wako alikuwa ndani kwangu na nimemruhusu asubuhi ya leo kashaondoka nyumbani. Sasa unavyoongea kuna shindwa kukuelewa. Afu chula jua na maneno kwenye kanga sana, afu mimi nakuangalia jua, mimi nakusobona jua. Mimi nakubona maneno yako atakuponza. Sasa hivi nitakumwaga mchuzi. Nitakumwaga utumbo. Usije kunizoea mshamba wewe. Wewe unizoea unanijua mimi. Yeye unakana mke wako unagonago ndani kuelekeza afu na bombo kibao. Mshamba Ahmed, nitakukata masikio. Wewe unanielewa Ahmed wewe? Toka nje turuke yote goma mbili hapa mshamba wewe. Nikumwage utumbo. Pombo kibao. Mza kijani. Mshamba nitakukili, nitakung'ata shemeji. Shemeji. Ndio shemeji. Mimi mwanzo nimekuita hapa nilikuwa naomba msaada wako. Sina mtu mwingine yoyote kumkimbilia zaidi ya kwako wewe. Ndio shemeji. Najua wewe ndio unaweza kuongea na Kwegu, rafiki yako. Kweli kabisa. Mimi kusema kweli nampenda sana Kwegu. Lakini sasa ndio hivyo, bahati mbaya tu imetokea ile pale. Kwa hiyo mimi hapa nilikuwa naomba unisaidie kwenda kuongea naye. Mimi naogopa mwezio. Shemeji, kwa hilo ondoa shaka kwanza kujibu. Na kusana swala la msamaha, hilo limeisha kutokea kwangu. Uzuri mwanaume wako mimi rafiki yangu, nadhani na mwenyewe unalifahamu hilo. Na namudu kwa maneno. Kwa maneno namudu. Sasa cha kufanya bwana shemeji, mimi naye tutoke hapa. Maana bwana Kwegu ni mwacha juu hapo bodaboda maskani nimemwacha. Nimeshuka mamoja homo hapa. Sema kama Mungu tumekutana tu hapa njiani kwenye pitapita zangu. Sema somba sasa cha kufanya mimi na wewe tutoke hapa. Twende maskani tukae sehemu tuwaite. Afu nijue nali sawazisha vipi swala lenu. Kwa sababu nakaa naye mara kibao tu. Analalamika kuhusiana na wewe. Afa inaonekana bado anakupenda mwenzako. Kweli shemeji. Kwa hilo anakupenda shemeji yangu. Sema na mimi naomba kitu kidogo. Ndugu yangu namjua. Akili zake sometimes moja zinaingia, sometimes moja zinatoka. Sio mimi wema wangu kwenda kuombea msamaha baadaye kaja kwangu kwa matatizo. Shemeji, hamna tatizo lolote, yani nakwapia. Yaani haki ya Mungu na mtume mimi nakwapia. Yaani hakuna chochote kitakachotokea tena. Una hakika bwana shemeji? Mimi natulia mwenzio. Sawa, kwa hilo sina shaka. Kama utojali, tusogee juu hapo, tumfuate tujue tunafanyaje shemeji. Ndio maana shemeji nakupendea hapo tu. Sijali shemeji yangu. Asante Mungu. Sijali, nakuomba lakini utulie. Mimi nimeshakulia muda tu mwenzio. Twende maskani. Sababu kumpili mchumba wangu ananuna. Yaani kila jioni anataka tukula vinyama. Mimi sina kitu, sina pesa, sina show. Anunda. Vipi sasa mwanangu, mbona utokei mali ninayo hapa na uza na usura manake nini sasa? Chapu nimekwambia hapa tusingazane, hata kapita mwenyewe akataka kuidai sasa kanjazia nzo kijani. Chapu nunda langu ya. Unajua maeneo yenyewe yanokaa kwenye matembele hapa karibu na mfereji. Mbaridi mwanangu. Una uhakika ndo huyu? Ndo huyu ndio. Nisia kijana wangu. Wala usiwe na hofu. Huyu kijana leo ameakanyaga. Nisia kijana wangu. Leo umeakanyaga. Kesi zako ziko nyingi sana ofisini kwangu. Ulipi ada ya ushuru wa taka, ulipi ada ya ushuru wa sungusungu, lakini nilikuwa nakutafutia target na timing uingie. Lakini leo umeaingia. Leo kijana wangu umeakanyaga. Yaani uwepo mimi hapa. Mimi ni serikali tosha. Kijana wangu, huyu mimi namuoa, tunaondoka naye. Wala usina wasiwasi. Asa mjomba, unaponiambia maswala sijui wewe na takataka, mimi na takataka gani ndani kwangu? Yaani kutoa mishanga kutia kwenye roba au kumwaga mchanga nje ndio takataka nilipe ushuru mjomba? Unakuja na mshamba na kushika masikio kifofo unakuja kuchalazia mobo au sio? Anakuja kuchamba ombea unakubali au sio? Yaani kifofo kiunago. Mjomba mimi nakuheshimu, afu matatizo na mimi sitaki. Iko cheo chako kitakuja kuponza mjomba. Iko cheo chako cha ujumbe kitakuja kuponza. Mjumbe, utume serikali wako. Subiri kijana wangu. Umeongea maneno mengi ya vitisho, ya kutamba. Lakini narudia kauli ile. Leo ninakung'oa. Na ili nikusudishie mimi nakung'oa.
ili ajue. Na ukisogea nitakupiga mbisu wa tumbo. Achana masuala hili. Achana masuala. Wewe mshamba. Wewe Bamedi, usitafute matatizo. Mshamba wewe nakufuata kiunago bwana. Nunda vipi bwana, shuti hapa au unajitambia? Mtani kwangu. Unajitamba mtani, wewe mtani kwako. Wewe usinisogee nitakukata. Boya unajiachia tu kiunago. Mimi naishi na Mbala. Yenyewe kufanya lenga viatu, tenga viatu ya nguo. Wewe mshamba kaa huko. Bamedi, pompo kibao. Oa mzee baba, mimi nachukua. Wewe mshamba, nitakuharibia. Mzo kijani wewe. Mimi shaishi Nunda. Mtomba shaishi Pwegu Msela hapa. Na mwingine aje kama naweza. Kawaita baba Bamedi zako naye mje. Shoga yako anakuchukulia bashi yako. Kaka, akija Pwegu mwambie sipo. Kuna nini? Vipi hapo mbuzi? Kama kaa. Mtoto bangu nimemkuta. Hayupo dogo. Au mmepangana na mdogo wako akija Pwegu mmusha au si? Hayupo, hajafika bado. Unajua alichokifanya mdogo wako? Shida nini bwana? Mdogo wako nimemkuta kumbaka mke wangu rafiki yako. Michongo gani ya dharau tunalisiana hivi? Yeye anajua maumivu ya mwanamke yule. Anajua maumivu ya mwanamke. Anachukulia poa ile kutaka kubaka. Zipo ipo wazi muda wote au si? Mwamba muda wote atakaoelewa kusangalaisha au vipi? Mimi mwenyewe mke wangu sijaye kumbaka hata siku moja. Alafu wewe mboi atakumbaka manake nini? Mchumba akisema ule pale usiniguse mimi simgusi. Leo sitaki mimi simgusi. Yule mwamba yeye namkuta kumning'inia manake nini? Sema mboi mimi sipendi dharau ajue maisha ukweli. Usiniambie sikunyoshee panga chula wewe. Unaniambiaje sikunyoshee panga? Wewe nani? Tena bwana na mimi inabidi uwe mnyonge wewe. Tula mfeto wewe mboi. Na nguluma mama Simba hapa. Si unaelewa? Fresh mwanangu, nishakuelewa. Nitamwambia dogo. Hiyo ndio cha kuongea. Sio naambia masuala yote usikunyoshee panga wewe nani? Polisi? Au sungusungu? Mwambie mshamba wako wajue mimi nitakuja kumletea noma, nitafute laki ile akishinda kunitafuta nikutana na mimi miaushi. Fresh, nimekuelewa mwanangu. Mwambie nitamkiri yule mtoto. Matatizo mishazoea na matatizo najua. Mwambie asete dharau, mwanamke anauma. Alafu misoropa yote yule mwanamke ameshamwelekeza, sema atadharau mdogo wako ajue. Nitamkiri. Nitakuletea bandama zake zinatoa damu hapa. Wewe nengeneka. Bi mkubwa bwana, nimekuona bwana. Hivi kweli mama, wewe ukushinda kumkanya mwanao? Bi mkubwa, yani wewe ukushinda kumfundisha mwanao namna kuishi na ulimwengu? Yaani wewe mwanao anakuja pale nyumbani, anakuja anapiga makelele, anatukana watu, anatishia watu maisha pale. Yaani anachokifanya mwanao sio kitu kizuri. Na ndio maana sasa hivi nimekutana naye bwana, nikwambie ukweli. Sisi sio kama hatuwezi kufanya kitu kibaya, sisi tunaweza. Sema mimi bi mkubwa nakuheshimu wewe. Mimi nakwambia bi mkubwa, mimi nakuheshimu wewe. Sawa? Yaani haiwezekani anakuja pale nyumbani, anakuja anatishia watu pale poti pale, anatukana matusi, anapiga pwampwa nyingi sana. Mimi mwenyewe unanionaje? Wewe vipi unanitishia maisha? Wewe bombo. Fresh. Vipi binyantilili bi mkubwa, mdomoni umefanya nini tena hapo? Shamba ya kuumiza. Huyu bwege anaweza kaniumiza mimi. Mwenyewe mama yako ananijua, si ndio? Siki ile. Nimevuta mpaka kile cha mwisho mpaka kimeniumiza kwenye mdomo. Wewe unampanga miziki gani bi mkubwa?
Jamaa azingua mwanangu. Ndugu yetu toka jana kampa dai waka mpaka leo hajarudi mwanangu. Afikiri anaishi vipi ndugu yetu? Sasa ndugu yangu nafikiri tutafanyaje? Ndio tunasaidizana katika maisha hivi. Leo kwake kesho kwangu. Ndio hivyo mshao. Unataka uniambie mshikaji hajarudishiwa bodaboda yake? Kampa. Unajua nini? Na mtu mwingine kusaidiana, ila sasa misaada mingine inaponza. Unamsaidia mtu afanye mambo alete hela mpate hela wote mpaka leo. Lakini ndio kawaida wengine. Mimi naomba kila siku jamaa sio kumpa dai waka miausho, kwa sababu kutoa ni mgumu. Mwanangu namsaidia. Kaa hapo, utakaa mpaka jioni hapo. Sema nini? Wewe mpe nyepe hiyo, atoe hata loki. Baba, pesi. Baba, napika jitoa bado hii. Ya we. Masia wewe. Hiyo utakufa nayo au sio? Kama hii dai waka itoke. Sio hata mwenye sikupi. Sio mwanao tu, wewe sikupi. Mtoto simpi hapa. Bwana kana lomba tu mwanangu. Sema jamani tuachane na yote kwanza. Mimi na kisanga ndugu zangu. Imekuaje tena? Umalaya. Umalaya. Nikuta ndugu yangu. Kwa demu bwana nilimtokea. Mtu mmoja kanyoka hatari mwanangu. Lakini mwanangu nilichokutana nacho Mungu anajua. Imekuaje mzee wangu? Siende kwao akamtoka bwana njoo kwetu sijui jitambulishe ndugu zangu wakujue nini kachamguu paka kwao. Yaani wewe umeenda mpaka kwao. Sasa usitoelewa nini mshikaji kisha kimemlamba. Kichonikuta sasa. Acha ndugu yangu. Sio wangu wewe umeyabananga mwenyewe. Nimeenda na nguo. Nimerudi bila hata nguo. Familia washikaji mnamsikia ndugu yenu lakini mimi namuelewa mwanangu. Yaani ile familia ndugu zangu, ile familia hatari. Kuna familia ambazo nyingine ni miausho, imefanya miausho. Dada msela, mama msela, kaka mtu msela. Familia yake imeisha sana mwanangu. Oya. Gani kwanza huyo? Mtoto mmoja hivi. Mope mfupi hivi. Cheupe mfupi hivi. Kakake msela. Yule msela mapi? Yule mshikaji yule anatembea na Zuna yule msela mapi yule? Baba huyo babangu unamfahamu kumbe? Mimi mwanangu juzi nimekutana naye pale alifika mpaka Omo alafu. Alifika mpaka Omo kaletea manjegeka kinoma dogo jana sio wamezingua na nini huko mtaani huko. Sema nataka kuchukulia wewe sio mkweli babangu unachonga vitu gani babu? Sawa akanichukulia. Wala sio swala namna sisi hadi kwenye harusi tumeenda kuhudhuria. Kilichotokea show ya kibabe mzee. Bwana yule mshikaji mimi kanivua viatu rafiki yangu, kachukua simu yule mwamba. Bibi mkubwa wake afu bibi mkubwa wake naye ana support vile vile yule mkushi. Yaani yule mkushi jao yule mwanangu yule. Boy anafurahia au sio na fresh vile. Nitafanyaje mimi? Oya mwanangu, we are family. Wewe bwana unazingua. Family. Simelambwa. Naona msanii unaimba wewe muda wote, akili umechangamka. Ni hatari. Sasa vipi kuhusu swala albamu? Unazungumzia kuhusu albamu? Mbona hilo tayari shemeji yako kashazingatia mapema tu. Unajua ndio maana kila siku nakutoa sana akili. Yaani mtoto wa kiume kabisa unakubali kulelewa na kike. Una akili kweli? Oa, mimi naongea na wewe, hebu nisikilize ndugu yangu. Wewe mwanangu una cha kuongea si ndio? Mimi ndo rafiki yako kitenge. Kama una cha kuongea niambie mimi niondoke basi. Hebu nisikilize. Hakuna mwingine atakayetoka nje kuja kukwambia kitenge. Mimi nimekuja kukwambia kwa sababu nimesikia ya nje ndugu yangu, nisikilize basi. Haiwezekani mwanangu wewe kila kitu ulisho na mwanamke na kwa sio kweli. Kwa mwanangu niondoke. Unanifukuza si ndio? Niondoke. Sijaongea kwa ubaya. Nimekuelekeza kama rafiki yangu. Sitaki uharibikiwe. Au juu kama dunia sasa hivi ndugu yangu imeenda kushoto. Mwanamke anakuwa kiume, wa kiume anakuwa kike. Haya. Hebu niambie kidogo ya albamu yenyewe nijue. Albamu subiria. You my baby, nakupenda sana. You my baby, niwe maana mwingine hakuna. Nakupenda sana. Ndio. Oh baby, ni wewe mwingine hakuna. Umeweza baba, umeweza. Hujapoa. Ni hatari. Sikia sasa unafanya hivi. Kwenye nyimbo sasa. Shemeji anakuwa video pixel. Atakubali? Sema sijajua sasa muonekano wenyewe kwani ukoje? Unyama yani.
Sikati unajua Kubali hajapoa. Sema nikwambie kitu. Acha kuendekeza hela za mwanamke. Wa kiume tafuta za kwako. Beni, ndo nini hiki sasa? Yaani leo sielewi hata kidogo. Wewe jipatie line ya Airtel 5G vocha bure. Kanakuaje hapo baza? Ama kawa vipi? Kwa baza line hapa mwanangu 5G. Akuwekea na vocha bure ya buku. Vocha bure au si? Kitaka Tigo nini Voda nazo zi. Na simu mnatoa bure? Simu si unayo brother. Sasa wanipaje line hapo mimi simu sina. Utanunua. Utanunua tu simu. Mtanuaje kama mimi minago sina? Mimi minago sina, afu simu unayo. Mimi simu ninayo. Sasa wewe unakuja na simu afu mimi sina simu. Wewe unakuja na simu afu mimi simu sina? Uoni wapo wewe unyonyaji unaninyonya ni kumaanisha au sio? Wewe unafaidi minago unaninyonya au sio? Hebu tuione hiyo simu. Tuione basi, na mimi nataka chenda kuchukua kama hiyo. Hebu nishike basi. Hebu tuishike leo nakuwa na mapepe mtoto wa kiume. Laini bure, mbao tuliachapa hapa. Machula nyinyi. Beni, ndo nini hiki sasa? Nini kimefanyaje? Ni nani huyu? Anakuhusu nini? Beni, kweli umeamua kunichiti? Kwa hiyo yote yale tulikuwa tunaongea, ahadi zile, yani zote zilikuwa fake, si ndio? Ahadi gani unazotaka wewe? Beni, kwa nini unataka kunifanyia hivyo? Unataka nikufanyie nini mimi? Au unataka nikupe nini? Nisikize basi. Cha kunipa wewe unasinipotezea muda, naomba wewe. Chemena tembele choki, mapenzi yamenikataa. Na bembeleza sichoki, na bado ananikana. Nimekuwa tahira, naongea na kimvuli changu, yamezidi madhira. Napambana na hali yangu, nazeeka sasa. Kabla unavyonifanyia, naomba visijirudi kwako. Shoga yangu, tangia umekuja sikuelewelewe, mara ujinamie mara hivi, yani sio yangu sikuelewelewe, umepoa mimi unachanganya. Yaani mimi hata sielewi yani. Kwani kimekutani shoga yangu? Hivi ndugu wangu. Ukiniangalia mimi. Labda unaonaje? Una kasoro udugu. Yaani una kasoro udugu, mimi nakuaminia hatari. Unachanganya shoga yangu, kwanza niambie maana udambu. Na nisikia kama pressure hivi.
Sura nayo sina. Sura unatamba nayo shogangu. Tako nayo sina. Dada lina shundu unalo. Nyasi dada. Sasa ndio nishasalitiwa mwenzi. Toba. Msubiri kwanza. Nani Pwegu au? Yaani wewe Pwegu hata hawezi kunisaliti mimi. Hata afanyaje? Pwegu yupo kwenye chupa. We. Yaani Pwegu yupo kwenye chupa, tena chupa yenyewe ya konyagi. Anazunguruka tu mule. Sasa nani wewe? Mimi sasa sikuelewi siku hizi. Madanga kibao shoga yangu. Ai. Anaambie. Amenisaliti mimi dada. Beni. Wewe shoga yangu naye wewe kwa kuchangamka maana tuna madanga mengine mimi unachanganya. Yaani sikufichi ndugu wangu, nimemfumania Beni mimi na katoto wako jamani, kana sura kushindia. Ana sura tafadhali nipigie kweli. Beni wewe kunifanya mimi hivyo? We, unasemaje? Yaani ukiniongelea wewe kama unaniongelea mimi. Yaani unapoje pale shoga yangu changamka kwanza. Mwana shoga. Haiwezekana hata mara moja shoga yangu usipoe dada hapo utafikia maji ya baridi dada. Unapooza tufikie maji ya moto. Unasemaje wewe? Yaani naona hapo kama vile ndio umenipa akili. Yaani hapo ndo shoga yangu hapo changamka. Nisikilize ndugu wangu. Habari za Tajei kumwambia mambo yangu. Simwambie. Tajei ni snitch kama snitch wengine tu. Nimekaa kwake siku hizo 3 kama mwezi. Mimi sijui namaliza unga wake wa sembe, sijui namaliza kitu gani, yaani sijamuelewa. Sawa. Kwa hiyo mimi mambo yangu simwambie Tajei. Mimi na wewe najua kabisa udugu na unachambania. Yaani ukiniongelea wewe kama unaniongelea mimi. Sasa nisikize udugu wangu. Kale kadam nataka nikasake nyumba hadi nyumba. Chocho mpaka chocho. Nani kakasuka nitota nyongo. Yaani utakaminyia mimi, yaani fanya kama yaani Mama, chupa mwanangu nitolee roho. Ukakubali nini sasa? Kisa mwanamume wa mtu, kisa nini? Mume gani tena huyo? Mume gani? Yule siku hapa nikamwambia anakuja kunitolea barua nyumbani. Sio mume wa mtu, sijui. Mbona baba mshenzi Ha? Mkubwa vipi hapa? Kuna boya fulani nimekuja kunizingua, amekuja kunitambulisha mimi mkwewe, sijui ni afu eti kumbe ana mke wake, sijui mwanamke wake. Shamba gani? Kuna mshamba mmoja hivi. Anajifanya ana pesa, kanipa hela siku hiyo 30,000. Wewe umekuaje? Mdogo wako mimi nimefumaniwa pale. Wewe imekuaje mshamba Alafu nisikilize kwa makini. Maswala kujalia mimi siyataki. Mimi sio chula zako nakwambia. Mimi sio chula zako sema naongea umbea. Nyosha maelezo mimi kaka yako. Nilikwambia mimi nini? Ngandagia? Tulienda shopping pale. Tumeona wakati tunarudi pale. Sasa tulikaa sehemu. Sasa tulipokaa sehemu kake kaja kanijania kijola changu kanipiga. Kaukata kijola? Kakichana mbaki mtupu dadangu. Acha bwana, popo kibao macho kama yote. Ndio lazima angalie. Kununulia laki moja ndio vimeniuma kabisa. Acha bwana, mshamba kachukua au sio? Amechukua. Acha bwana. Kwa imekuaje mchongo hapo? Unapajua nakokaa? Amesema anaitwa Laki so pesa. Na milago mingi. Ana hela nyingi na majiti Laki so pesa. Kwa hiyo mimi nikimkuta hela ndogo milioni au sio? Basi tutie ndala mdogo wangu. Obi mkubwa unasemaje? Hawezi kamchania dela kajanja huyo hapa, mshashika baki mtupu mtoto. Afu angalia rangi yake, safu akibaki mtupu inakuwaje? Cheki rangi nyeupe akibaki mtupu mtoto sana nona. Angebaki huyo mtoto. Bora baki nyumbani watu tumuone, anabaki mbali maana yake nini? Twende kajanja. Tena ukarudi nazo yuko. Mshambani kifika pale mimi siulizi bi mkubwa. Laki sio pesa Laki sio pesa. Milioni itakuwa pesa leo. Ba Medi. Mtoto nasikia kabakishwa mtupu huyo. Kaka nimechanywa kijola. Na mtoto amekubona nyama. Maana yake nini bi mkubwa? Sikumpezesha na mtoto ule. Zile nyama bora kezeka nyumbani hapa. Bi mkubwa uchune mimi naongea sasa hivi matobole pale. Mimi narudi matobole pale na kutia ndala. Oe kajanja tuingie hivi. Alafu mwanao kalegea kule chaketi kijola huyo. Wewe mshamba mimi namsikiza bi mkubwa basi sifa zake vipi sasa? Mimi naingia hivi bi mkubwa sikilizie ani dakika 2 nageuka. Ukisikia nini mama akajikata ujue ile. Ndugu wangu. Una chati tu. Hamna kaka. Na Daudi movie za kupeleka kazini pale. Kazi. Nikajua na ushaumia na mapenzi kama kaka yako. Maana kaka yako
Kwenye mapenzi kila siku misala, tumisala inapishana haiishi. Kama jana imenitokea so moja hivi. Kuna yule shemeji yako yule mwenye bridge. Pakome Zuzwa. Namjua nampata. Kanita sehemu moja tuweze kukaa tupige story. Ghafla akatokea mchumba wangu yule mwingine kipindi kile. Yule mwembamba mrefu. Wewe kweli kumbukumbu una. Wewe umemsahau Aisha. Yule chembamba hivi mrefu mweupe. Yule ambaye mume alikuja kunichezeshaga chura hapo. Mbona chura umekumbuka mapema? Unakumbuka kuchezeshwa chura tu. Basi ndio huyo bwana. Katukuta tumekaa hapa tunapiga story. Sababu mchumba wangu aliniita kidogo. Wakaleta session so poa mwana. Yaani alipofika moja kwa moja yani hata maswali hamna. Yaani kwanza katilika machozi ya kutosha nalia kweli kweli yani. Kaka ndo hapa kaka. Ndo hapa kweli mdogo wangu au manyaunyau? Ani kaka ndo hapa. Ani ndo hapa kakaangu. Kwani mdogo wangu upo sawa katika mazingira yako kweli? Yani mazingira yako ulipo formation ndo hapa. Kaka ndo hapa. Vitu vyangu laki moja vinaniuma kaka. Ndo hapa. Wewe hapa unapajua hapa? Nimekwambia kaka ndo hapa. Kweli ushakufika hapa? Kaka ndo hapa. Mbuzi kafia kwa muuza supu. Nimekutafuta sehemu zote, chocho mpaka chocho. Sijakuona. Leo umejileta hapa. Yaani umeamua kuzunguruka kote huko ukadanga mpaka ukamwombange mume wangu. Si ndio manake? Na wewe kwa hiyo mara yako hata umeufanya huko ukamwoneleta hadi nyumbani, si ndio? Unavunja heshima usi. Na kuvunja heshima vipi babu? Unakuvunjia vipi? Unavunja heshima na kuuliza. Yako hapa ili iweje sasa? Huyo nitambishie au kitu gani? Mimi sipendi dharau ajue. Aisha kida mimi sipendi dharau. Mimi mwenyewe pia sipendi dharau vile vile. Usijibishe nitakupa vibao. Tatizo nini? Kaka mimi nasema. Umemwona udada? Sikia ndo nimemfumania huyu hapa na bwanangu mimi hapa. Bwana sijaja na mwenge hapa mjini. Wewe sijakimbizwa na mbwa nikajikuta niko mjini huko. Nimekuja nikapanda gari na nimeaga. Unapajua kolelo wewe? Au unapasikia? Wewe ndio ulokuja na mbio za mwenge mpaka unaenda kwa mganga. Unamjua nani? Unamjua nani unapiga kelele? Wifi yako unampiga kelele mnagombana na mabwana na wifi yako au si? Yaani wewe ndio mara wako uachi. Nimekuta kwenye janga lile pale tumetulia mke wangu tujenge maisha. Leo unakuwa pompo kibao unanizalilisha au sio unaning'onga? Au sio? Kaka, rudia ile neno la kwanza sijakusikia vizuri. Mara yake hajaacha. Afu nani yangu? Wifi yako. Wifi? Unagombana unanjezea watu unanizalilisha. Pwego anazalilishwa na mjezea nzi wa kijana watu washangaa. Wifi tunachangia mwanaume mmoja. Wewe wifi. Wewe koma. Koma na mkato sentence. Malizia wewe. Mimi mume wangu ni yule mmoja ni Pwegu. Pwegu nani anatamba naye? Mbona uko nalia? Mbona uko nalia hilo? Inakuuma babu. Ndio nani? Ndio nani? Chizi hilo. Kama hivi babu wewe ukome. Ukimwona baba yako mwenyewe. Kelele. Kelele nimesema. Aisha na kelele. Mimi shakelele muda tu kwa sababu nakuheshimu wewe. Sipendi dharau ajue. Afu sijui kati yenu mimi na nyinyi nani mwanaume hapa atakiwa sikilize. Sasa kwa nini mnapigana kelele? Kwa nini mnagombana mnanyezea watu? Wanazingua kaka, wanazingua. Sikia. Mimi sipendi dharau. Na bwana wake yupi? Bwana wake yupi? Subiri nikuoneshe. Napenda mambo kama haya ya umbea umbea. Ai. Haya vipi? Huyu ndio bwana dangana. Mpe kopo lake kwanza. Kaka, mimi niko na wewe tu. Mwanamke malaya sana wewe. Wangu anikosea. Acha umalaya. Hata mimi hata sijakosea mume wangu. Huyu tu na shobo zake. Kipele kimemwasha mpaka kujileta hapa. Nenda mtaani. Sasa naondoka. Nenda mtaani basi. Hujapata mke yenyewe malaya hilo. Yaani nakwambiaje kaka yako yupo kwenye chupa ya konyagi. Namna hii tu analewa. Atoki mtu hapa. Wewe ndio mmoja na basha yako si? Unagombania na mdogo wangu na basha yako si? Mume wangu yule pale ex tu ndo amekuja kujua yeye. Leo. Anchite au vipi? Siwezi kukuchiti mume wangu. Unipende au vipi? Napenda bwana. Penda mtange. Ongea ndani. Wewe nenda mtaani mimi pomba sitaki basi. Mnasingizana manake nini? Kwa nini mnasingiziana? Wewe unataka nimwache? Eti. Mimi nago atanipa nani usiku? Mimi nago atanipa nani usiku? Ataniamsha nani usiku? Tuingie mama. Oh, vipi shebi? Fresh baba. Sana kaka. Kama kawa. Naona ile upo mwanangu kwenye mitambo nini unachezea. Ya. Vipi lakini umelisikia goma la umeniweza mwanangu jinsi linavyotrend huko kwa mitandao ya kijamii TikTok, Instagram, Facebook?
Mbona nimeweka kazi hapa ina trend inaenda. Wateja kila saa wanakuja na waekea na wamekubali. Ni hatari. Na vipi lakini mambo mengine? Poa, good. Tupo ndugu yangu, unajua tena tunapambana harakati. Kikubwa donge kuingia mdomoni. Baby. Yeah. Nimekumisi. Afu ulijuaje kama mimi nipo hapa? Kwa mimi sijui mpenzi wangu kwa wapi. Wewe. Sinajua uko rafiki yako hapo na rekebisha nyimbo zako. Shebi, huyo ndo shemeji yako. Mama mtu yule anakuambia nataka nimuoe ndo huyo hapa. Fresh. Sasa baby. Tunaweza tukaondoka au baadaye nitakuja. Nilivyokumisi hivi, yani ubaki hapa. Tuondoke mchumba. Kweli? Basi sawa tuondoke. Sasa shebi. Pamoja kaka baadaye. Fresh. Huyu si ndo mtu wa Brother Ben huyo? Amefananisha. Ina maana yaani ndo mtu wake na kitenge. Pale brother kamekwisha. Yaani pale brother amekwisha kabisa. Sasa hivi maradhi nje.
Basi nyamaza basi mamtu. Basi mke wangu. Nimepiga nimeumia. Umeumia? Mama usitafute balaa. Mama itoki hiyo njia. Minago hii. Huyu ndo anifanya mimi usiku nilale. Ingia ndani mama. Ingia ndani mama. Waingize maini ndani. Mama pwegu mama. Mimi nitaukaruka kinu kwa mchumba sitoki. Wewe uchune bi mkubwa ndio kwa maisha ya kifamilia. Mama nyamaza mama. Majirani naweza mkejazana ndo mkejua balaa lake. Maana mkisikia pumba kidogo mmejazana nini ni za kijani? Hapa ngeumia mshamba, anangeona mtu kajazana kiunagonago ningemletea. Chula. Pate hebange tu nyonge. Umbwabwa na maharage. Chula nini? Mnago kibao, mimi nago kibao. Mkisikia tu majirani mmejazana. Mama nyamaza, utamu. Aishikida mama, uchune. Unajua ile demo hakufai kabisa. Kwani kuna nini? Sikia kwambia vizuri Kitenge. Yule demu wako wewe unaitambia kila siku. Yule ni demu wa Brother Beni. Wewe unaniambia nini wewe wakati demu ananipenda? Kila kitu mimi ananipa, kila kitu ninachotaka. Anaanza sasa kunichiti. Beni acha kunipanga bwana. Yaani demu unakwambia mimi hapa unaweza kubadilika. Mimi nakupa kitu ambacho nimekiona kwa macho yangu, nimeshuhudia na ushahidi ninao. Subiri nikuonyeshe. Shika. Chukua bwana. Nini? Figo. Najua alimaanisha kuwa simfai, ila lakini angesema kuliko alichofanya miaka ntwani shai. Akanimwaga akantema, mapenzi yanauma vibaya, yananiumiza vibaya. Nilaka press safari, yananifanya na usingizi siupati. Wanakumbuka mbali, asankisikia harufu yake ya marashi. Nduku chungu nilipumia, kadika risongi kwa mondoko nalia. Haina voko nikaingiza kwa hisia, imani ipo siku nyimbo itamfikia. Sinoni nalia na mengi. Jamani na sema mnajua nini wanangu? Ule mshamba kaitazalao sana. Yaani ule mshamba anachukulia poa afa achukuele baili barafu au sio? Hata tena ushenzi au vipi? Mimi ushenzi na ujua, ule ushenzi haujui. Mimi ndio kumkamata hata dada yake, ndio kumkamata hata mama yake mdogo, mimi namminya poa. Kata zao zipi tena? Mimi katika ngai zangu nunda, nipo sefele zangu. Nazunguka si unajua zini mkamate mshamba ni mlembala, mtu kajiachia ninge ndani nichukua tabufa. Si unaelewa, napita kishopu namkuta nunda hapo dukani anaagiza juisi. Nikasema ule si mshamba si ndio? Yule anamtafuta nunda wangu. Kachukua hatua sa mjomba. Unajua hatua zangu ninafikia vipi? Sikilizia milio saa mdogo wangu. Nini sasa nikupe milio acha mapepe. Kweli mtu mzima nikasema mbuzi kafia kwa muuza supu, mchuzi wa moto, roast la baridi. Kabisa mjomba. Bila mapepe bila nini nikamsalimia kwanza ule wa pembeni mwenye kigao, nunda vipi wa baridi. Nunda kuniona kashtuka, tumbo linambana. Nikaona kama mtoto atakojoa, sijui mkojo sio mkojo, yao sio yao. Ndo mshtakiwa. Sikuelewa. Kwa nikasema sawa mshamba, wewe unajifanya msela kuchukua vitu vya watu. Unajifanya mwamba kula mdogo mtu na mkeo, si unajua tu. Kabisa. Mwamba hajaniambia chochote. Sasa mimi zile mbombo zangu ninapokulaga mkwaju, vumbi situpiage mbele, tupe vumbi nyuma. Kama zako vile. Si unajua zile mimi mama yangu nishaka sana kaburu sana. Nishaka sana jobegi. Unajua? Kistao natupa huko, au sio? Kweli kutupa vumbi mwanangu nirudishe tongo. Mwamba kumbe yeye anapomtolea pampa ndo mdogo ana seti viatu. Mapepe kumbe. Shula kama shula, mtoto viatu kavua. Watu wakaniambia dakika 2 kaacha ndala. Kaacha ndala jaburuza hata miguu nisikia hata nyayo. Nunda kakimbia. Papa mkamate. Mshike. Nunda kaeka penya minago. Nikasema so kesi. Yaani nimekuja hapa na skuti wanangu sielewi. Sema nini? Hapa ninavyoambia. Tukitoka hapa mguu nje, mguu ndani, mguu nje, ndio kimkamata ule mshamba ina kumuuliza tunamlaminago. Unasema aje chipu? Akata dharau. Mbona una vipi? Kwanza sikiliza kwanza hapo. Nyo kwanza kama kwanza zima asomewe kama ana visimu ana vimbazi ndio kwanza fokelewe kwanza. Sio jipopo kabisa. Umeona kwanza bangu. Umeona mtoto. Mwenzako mimi sinaga tabia kwa watoto wadogo, lakini mtoto ana discipline. Ana akili ya maisha. Unasoma? Mimi sisome mjomba. Sasa nafikiria. Sasa usome ugundo nini ukatobe maneno madawati yale? Utatoboa madawati panyangu. Kabisa. Chipopo. Hapo pona mtu mzima pona pego msela.
Hapa tunatafuta hela mdogo wangu, uvai malunya kabisa. Ni bamba hili. Uone ndula hili. Naliona. Pompo kibao ni hapa tukitoka naingia matobo hata tukimkuta mshamba mbele tunamlamali. Poa. Lazima yoyote mbele yetu. Panya yangu kwanza hapo ina kutangulisha wewe mkamate, akibisha tu. Mimi namvuta nani? Osman Bey. Chunya. Osman Bey. Hapo unavyosema jazi mbele hapo. Sio kututafuta tu. Mimi mwenyewe pia nilikuwa nakutamani sana ulivyokuja pale kwa mume wangu eti unafanya umenipiga mabao. Unajua nimekumind wewe mama. Yaani heshimu sana yule mwanaume na ndio maana kwa sababu yaani ile heshima kwa niaba. Kuna kupuliza ili poe na kupuliza ili wake. Hapa umepuliza mama ili wake, umepima maji kwa ogoko. Kudala shoga yangu. Leo tunamkanda. Huyu leo tunamkanda, yani tunakukanda bila maji ya moto. Kudala dako wewe. Wewe Aisha Kidawa. Kwani alikuja hadi kwako? Unazoza tena. Yaani hauna kanifanya. Mimi nachanganya unaniambia hivyo shoga yangu. Hapo mwenda kumfanya. Tunamnukia vichwa au leo huyu? Sikiliza, sikilizeni nikwambieni. Yaani katika umri huu ni ukopo nao. Sijawahi kupigwa hata siku moja. Napigana na watu hata 10. Hiyo hili mtanisikia nini? Hapa leo nakwambia leo hapo unakandwa, unapigwa na unapigika. Mimi. Wewe huyo. Shoga yangu nasemaje? Shoga yangu. Bwana kama sura yenyewe ngumu hii shoga yangu. Tunamkanda, mbona mwepesi tu? Sasa bado wewe. Kwani mimi nakuogopa? Mimi nakuogopa? Sikilizeni nikwambieni nyinyi wapumbavu nyinyi. Mnanikimbia? Yaani nitawasaka popote mlipo. Mimi ndo mama Pwegu. Familia yetu yote ya babe tu. Simwogopi mtu wala mbwa yoyote. Sasa yani popote pale na wasaka nyinyi mbwa nyinyi. Mimi ndo mama Pwegu. Wao unafikiri mimi navuta jinga mimi? Mimi navuta kwa akili. Na akili zangu afu natumia nguvu. Watakuumia. Wanikumbuka usi? Wewe sio mwamba umesema mimi mzee. Njoeni hapa menasa. Unaniita mimi nyungu usi? Yaani tunauza nani? Nasa nini? Nasa nini chula Unanijua mimi nani? Asa mbona wewe umejitambulisha wewe afande mbele za watu, unanikanyagia mimi, unanipiga mabuti. Watu wananonaje? Watu wa mtaua na mimi boya. Unaweza kuzungumza mimi nikakuelewa? Wewe, mimi sipendi unimbulie macho afu ajue mimi hapa sipendi minago. Osman Bey, apende unago tangua nazi. Mtakata nazi. Boa viatu kuchua. Leo kwa pana afu vibane. Nipe simu. Nipe simu chula Pompo kibao siku ile Tomi afande. Kumbe unauza genge mshambo kuantisha mimi nyawa. Mtu mzima atishiki. Alafu mtu mzima aogopi pompo za mtu yote. Sawa mshamba? Chula, nipe maji. Maji ya nani? Nipe mdomoni nenye mchumba. Chula. Pompo kibao. Mimi afande. Mimi hapa na kungoa. Wazee njooni ujamaa yupo. Ulikuwa unakoningolesha. Nini sasa? Eka viatu chini chula Au pompo kibao. Eka mchongo chini lokoti eka chini. Chula nini? Pompo kibao, mimi naogopa. Wala shamba kuja mimi kukimbia. Huo mkanda au kama ni vipi? Kamba. Huo mkanda au kamba? Kijikamba tu. Kijikamba usi. Nitolee minago yote ile kwa bondina. Nitolee minago chula Pompo kibao na magani pipi. Nazi zake. Hizi nazi za mpunga? Zinatosha, niweke minago mengine.
Wagwan. Sana usi. Fresh. Samani, na naweza nikakuuliza kidogo. Kuna sehemu nilikuwa naelekea, kuna binti mmoja inaitwa Aisha, lakini nimepotea kwa sababu muda mrefu kwa nimeondoka. Aisha? Ndio. Aisha gani? Ni mdada mmoja hivi mfupi, mweupe, alafu ana kidoti maeneo. Aisha Gidawa? Yeah. Ulikuwa na mazingira naye gani Aisha? Muda mrefu nimeondoka huko, sasa sijamuona, kwa hiyo nimekuja kumtembelea. Napiga simu yake, apokee. Wewe mwanangu wewe ndio unamsumbua mke wangu, au si? Unatoka safari zako unakotoka huko, unakuja huko na kuwasumbua take za watu vipi? Samani, unaweza kunisaidia kunielekeza ama inakuaje? Nataka usaidia, au sio? Wewe mwanangu unajua kati ya kiboko na mamba nani kiboko? Kati ya kiboko na mamba unajua nani kiboko?
Mke hapo mimi ndo nakunishinda mimi tabia. Yaani kijana naye na Mbala, la Aisha, ni kijana nani la Zainabu. Nunda ulasa shamla Mbala macho matatu. Ile hapo iko kibosi leo. Milioni na pepea. Vichampali na tokeni na yeye gengeni. Kampa Nunda. Baba apewa maji ulane kabisa momo. Hodi. Kitenge. Nani wewe? Mimi hapa Shedi. Oh, Alhabib. Kwema. Kwema. Ndugu yangu vipi? Yupo ila naona tokea jana ndugu yako yule alikuwa hayuko sawa. Sasa sijajua shida ni nini. Maana muda yote yeye alikuwa shida kulia tu, muda wote analia. Sasa sijui tatizo ni nini. Au anaumwa? Hilo anajua wao vijana. Basi sasa ngoja nimuone, maana tangia jana mimi nimepiga sana simu yake hapokei. Alafu mwisho wa siku akaamua kuzima kabisa patikane. Nimekwambia toka nyumbani kwetu, wewe snitch mwanangu. Sasa toka. Sasa nini kwani? Kuna shida gani? Nimekwambia toka. Tutagombana ujue. Shida nini kwani ndugu wangu? Mbona tuna shida bwana? Sasa hebu rudi ndani. Rudi ndani bwana. Nini shida? Unataka ulete majirani hapa anze kuja kwa tiririka. Nini shida? Nyase ni uwe. Hizo hasira zako ni wewe kaka yako. Shida nini sasa unachokifanya? Rudi ndani nimekwambia. Mbavu wewe. Shida tu muda wote. Majirani tunataka tujazane hapa unione mimi mtu ajabu. Naheshimika mtaa mzima huu. Nini unachokifanya mdogo wangu? Watoto wengine bwana wana akili gani hawa? Wakishafi kutuvuta mibange yao basi akili zao zote zinakuwa. Tunapaswa na dada yake anipasue kichwa. Yeye anipasue kichwa. Vipi tena? Naomba niweze kunitia. Jaji, nimekuja turudiane. Mimi siwezi kuwa na yeye tena. Jaji, usiniambie hivyo. Jaji, tazama tulipotoka Jaji. Na unakuja unaniambia hivyo Jaji. Jaji, usiniambie hivyo. Kwani niendelee kuwa na yeye, niendelee kuzalilika, si ndio? Jaji, nimeshinia miguu. Mimi siwezi kuwa na yeye. Jaji, nisamehe. Wewe, nishike na kidonda babu hapo vipi huko? Wewe ni na kidonda mshikaji wangu. Hapo na kidonda Jaji, kwa hujaniambia kama umeumia. Hebu niache. Wewe fanya mambo yako. Jaji. Fanya mambo yako. Mimi siwezi kuwa na yeye tena. Wangu nimechoka. Sitaki tena bwana. Sitaki, nishakwambia sitaki. Hem toka huko. Hem shika begi lako huko. Kaka naomba nisikilize. Nikusikilize nini mdogo wangu na mambo ya kike? Huyu mtoto wa kiume unakuwa na mambo ya kike? Kaka. Sawa. Shemeji yako umemwona yule pale. Mimi shemeji yako anatembea naye lakini unataka kumwambia eti unataka kumwambia rafiki yako eti tunashare mke mmoja kweli? Kaka sitarudia tena. Hakuna cha kurudia mpumbavu, wewe mtoka huko basi. Sikiliza. Makazi yuko kwa mjomba wako. Nisikuone tena hapa. Kaka nisamehe kaka. Hivi unielewe ninachokiongea hapa? Kaka naomba nisikilize, sitarudia tena kaka, nisikilize. Sasa wewe inaonekana kuongea bila kutumia kitu tunashinda kuelewana. Toka, tembea huko. Wewe mtoto wa kiume unashindwa kukaza. Unakuwa na mambo akina Fatuma. Kakata basi mimi unatujue moja. Kiti hasira mimi. Shikamoo mjomba. Hizi tabia umetoa wapi? Hata mwalimu dada yangu alikopo ana tabia kama hizi. Unafikia kumfukuza mdogo wako ndani? Akalale wapi? Unacheka unadharau eh? Kwa mjomba siku hizo daktari ya? Mshauri wa ndoa au mshauri wa familia za watu? Kwa umekuwa sasa vitajibu mimi hivyo. Mjomba, na Yesu unamfahamu vizuri ndugu yako. Mjomba wako ana tabia za kina Fatuma. Mjomba wako mbea. Mambo tunafanya ndani watu wawili wanaenda kusikia watu huko, mtaa 4 huko. Misha mchoko ndani simtaki. Sasa basi, unamfukuza ndugu yako. Kwa habari zako za kijijini kuweka wanawake ndani humu ndani. Utakuja unikumbuka. Kama umejia hilo mjomba,
Hata safari yenyewe simegaili kutoka. Niache. Tanikumbuka mimi. Hivi unaweza kuniambia ni kitu gani kilichokufanya mpaka unisaliti nikakuta na yule mpumbavu mmoja mwenye sura yake ya kushindia komwe kama Big Bomb? Hapana. Hilo mimi sio mtu wangu. Yule mimi ni rafiki yangu. Na nilifanya vile kwa ajili ya kuepusha shari. Kwa sababu wanawake nawajua vizuri sana. Tofauti na hapo, ikatokea mambo mengine. Unafurahisha sana. Rafiki yako? Yaani rasmi kabisa unaniambia ni rafiki yako. Nimekukuta pale mpo kwenye mapenzi mazito. Mungu wake kaika hapa kwenye paja la kwako wewe. Anajibebisha kabisa afu unaniambia ni rafiki yako. Hivi unakisikia kweli unachokiongea wewe? Usichokielewa ni kitu gani, mpenzi wangu? Unafahamu jinsi gani ninavyokupenda. Yule mimi sio mtu wangu, ni rafiki yangu. Mimi siwezi kuelewa. Rafiki yako nikukuta kwenye mahaba vile. Sio kweli. Kwa wewe kuweza. Unanipenda unipendi? Hata kama nakupenda lakini ndio hivyo usinifanyege hivyo. Mwanzo naumia. Basi poteza mahaba. Fanya kama kujitokea kitu. Usirudie bwana. Siwezi kurudia kwa vile ninakupenda. Nakupenda. Tulia mkupe, unajua tatizo kweli wewe. Ndia chula wewe. Fanya ndani. Ingia ndani chukua minago. Kama wewe chula uko ndani naye mtoe. Beba Medi. Wewe umeruka umeakanyaga. Wewe kula mali mangezi sitaki mdogo wangu. Yaani wewe umeakanyaga, umeruka. Leo umenasa. Chula. Wewe mato. Leto. Unajua. Chukua minago. Uchune kwanza huko, mpishe kwanza sijaka kukata yeye milango kurukia. Bangu. Wewe. Tulia kwanza. Mimi naona ni mmea. Mimi naona ni mmea. Aulize wewe. Wao nenda mke wangu. Mbona unauliza kwa milioni kibao nini nimepeana? Unataka kucheza mapiano? Mimi naona ni mmea wako. Mimi ndo mmea wako, si? Huko umefuta nini? Shetani sio. Kwa mimi nikitokaga huko wewe na unatokaga nyuma, sio? Tunashindana sasa hivi kutoka. Mimi nakwenda kutafuta yeye, naenda kutafuta mapenzi au vipi? Ila sema mimi hapa akiamua unapenda kurukisha kidangisha au sio? Unajua mimi napataje? Naenda kuchuma kwenye mti ya. Wewe mtie kamba kwanza wewe mshamba mtie kamba. Tulia. Tulia. Mtie kamba mshamba wewe. Yaani leo ndo nakuteka kinoma noma tunaenda kufanya tunavyojua sisi. Tunakuteka kinoma noma tunaenda kufanya tunavyojua sisi. Sasa tunaenda kufanya nini hiyo siri yetu? Chula wewe. Kukata wewe. Kaniangalizie Keli, kaangalie Keli tuje kusoma kila kitu.